Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji na msikilizaji. Nichukue nafasi hii kukukaribisha tena uweze kutazama kile ambacho tumeweza kukuandalia kwa siku hii ya leo. Mimi ni Rose Jotham, ninaripoti kutoka kanisa la TAG Shalom Christian Center, kanisa linalopatikana wilaya Same mkoani Kilimanjaro, chini ya mtumishi wa Mungu mchungaji Arbogast Joseph Mramba. Na kwa siku ya leo tukukaribishe uweze kuwa pamoja nasi katika ibada hii ya siku ya leo ambayo imejaa nguvu na uwepo wa Roho Mtakatifu. Na baada ya kusikiliza somo hili la siku ya leo, basi nitakwenda kuzungumza na baadhi ya waumini wa kanisa hili la TAG Shalom Christian Center wakielezea ni kwa namna gani wamebarikiwa na ibada hii. Hivyo ninakusihi sana uendelee kutufuatilia kuanzia mwanzo mpaka tamati. Karibu sana. Amen. Na tunakwenda kuangalia siri 7 za nguvu ya maombi. Zinaweza kuwa nyingi zaidi, lakini leo naenda kujikita kwenye hizi siri 7 ambazo huwa zinaleta nguvu kubwa sana kwenye maombi. Nisome kitabu cha Danieli sura ya 2. Tasoma mstari ule wa kwanza. Nitakwenda mpaka mstari ule wa 15. Maandiko yanasema, hata katika mwaka wa 2 wa kumiliki kwake Nebukadreza aliota ndoto, na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Huyu mtu aliota ndoto alafu ikamtesa kabisa na usingizi ukapotea. Maandiko yanasema, ndipo mfalme akatoa amri, akawaita waganga na wachawi. Mfalme huyo alipoota ndoto ikamfadhaisha, ikamtesa sana. Nazungumza juu ya siri za maombi. Bwana asifiwe. Ndoto ikamtesa sana. Maandiko yanasema akatoa amri kuwaita waganga. Hao waganga unaowasikia hao, ndoto hiyo mfalme amechoka kabisa, akaita waganga. Alafu akaita wachawi. Watu wanasema hakuna uchawi, yani ulikuwepo toka zamani. Huyu mfalme anaita wachawi na waganga na wasihiri, wapiga ramli na wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi akaingia, wakasimama mbele ya mfalme. Wale wote waganga, wachawi, wasihiri, wapiga ramli wakaja mbele ya mfalme. Kwa sababu ya nini? Ya ndoto ambayo aliota huyu mfalme. Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata nijue tafsiri yake. Sio kama umeshawahi kuota ndoto ikakusumbua. Huyu mfalme ilimsumbua mpaka ikabidi aite watu wote hao. Ndipo hao Wakaldai wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu, mfalme uishi milele, tuambie sisi watumishi wako ile ndoto, nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Hawa jamaa walipokaa mbele ya mfalme wakamwambia mfalme, tunaomba utuambie hiyo ndoto ikoje, alafu sisi tutakupa tafsiri ya hiyo ndoto. Mfalme akajibu akawaambia Wakaldayo, neno lenyewe limeniondoka. Msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake, mtakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanywa jaa. Mfalme wao walipoitwa walijua ni heshima wamepewa. Tumeitwa mbele ya mfalme, tumeitwa mbele ya rais. Rais anawaambia nimeota ndoto na nimeisahau. Mnatakiwa mnikumbushe nyie, si mnajifanya mnapiga ramli, si mnajifanya nyie ni waganga na wachawi. Mnikumbushe ni ndoto gani, lakini muitafsiri nijue maana yake. Hawa wakamwambia mfalme, tuhadisie hiyo ndoto, sitakupa tafsiri. Mfalme akaambia hiyo ndoto imepotea. Yaani mimi niliota alafu ikapotea. Umewahi kuota ndoto alafu baadaye inapotea, si ndio? Unatamani ungeijua. Na huyu mfalme ilimtesa hivyo hivyo. Sasa alipogundua kwamba hawana uwezo, akawaambia, kama hamtaweza kutafsiri na kuniambia ndoto yangu, mtakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanywa jaa, maana yake zitabaki ukiwa. Basi kama mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake, nitawapa zawadi na thawabu na heshima nyingi. Basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake. Wakajibu mara ya pili wakasema, mfalme na tuambie sisi watumishi wake ile ndoto, nasi tutamuonyesha tafsiri yake. Wanasisitiza tu, baba ukituambia tu tutamuonyesha. Mfalme akajibu akasema, najua hakika ya kuwa mnataka kupata nafasi, kwa sababu mmeona ya kuwa lile neno lenyewe limeniondoka. Lakini msiponijulisha ile ndoto, iko amri moja tu niwapayo, maana mmepatana kusema maneno ya uongo na maneno maovu mbele yangu, hata zamani zitakapobadilika. Basi niambieni ile ndoto, nami nitajua kuwa mwaweza kunionyesha tafsiri yake. Maana yake kama kweli mna uwezo wa kutafsiri, niambieni hiyo ndoto. Sasa sijui mfalme alikuwa anaijua, lakini anataka kujua uwezo wao. Wanamwambia, hili neno ni la ajabu.
analotaka mfalme, wala hapana mwingine awezaye kumwonyesha mfalme neno hilo, ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili. Lakini wakakubali hawa waganga na wachawi kwamba Mungu ambaye hana kikao na wanadamu anaweza hili. Kumbe wanajua, kumbe wachawi wanajua kwamba yupo ambaye niko. Haleluya, wanajua. Anasema basi kwa hiyo mfalme akakadhibika sana, akaona hasira nyingi, akatoa amri ya kuangamiza wenye hekima wote wa Babeli. Basi ile amri ikatangazwa, na hao wenye hekima walikuwa karibu na kuuawa. Watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wauawe. Sasa wakagundua kuna watu wa Mungu nao wanajifanya wanatumiwa na Mungu, na wapo na unajua hawakuitwa siku hiyo. Kwa hiyo wakasema haiwezekani tufe sisi peke yetu, kuna na watu wanaojifanyaga kwamba Mungu anasema nao. Tuko pamoja? Kuna na watu ambao wanajifanyaga kwamba huwa wanaomba na Mungu anawajibu. Sasa na wenyewe waje hapa, na wasipo tafsiri tufe pamoja nao, wasije wakabaki. Maandiko anasema ndipo Danieli kwa busara na hadhari akamjibu Arioko, akida wa walinzi wa mfalme aliyekuwa ametoka ili kuwaua wenye hekima wa Babeli. Akajibu akawaambia Arioko, akida wa walinzi wa mfalme, mbona amri ya mfalme ina ukali namna hii? Danieli anauliza sasa, anamwambia mbona hii amri ina ukali hivi? Yaani kwa sababu tu ya ndoto anataka kuua watu, mbona ni kitu kidogo? Ndipo Arioko akamwarifu Danieli habari ile. Basi Danieli akaingia akamwomba mfalme ampe muda. Angalia huyu mtu wa Mungu, yeye anamwambia mfalme nipe muda. Kumbe kuna mambo magumu tunahitaji muda. Akamwambia mfalme ampe muda, kisha yeye atamwonyesha mfalme tafsiri yake. Danieli mtu wa Mungu anamwambia mfalme hivi, ninachohitaji tu mfalme, si kwamba haiwezekani, lakini nipe muda. Ukinipa muda nitakuonyesha tafsiri yake. Hawa waganga na wachawi wote wamesarenda, wanasubiri kuuawa, lakini mtu wa Mungu anachohitaji ni muda. Si kwamba haiwezekani, ila anahitaji muda. Na hapa tunakwenda kwenye siri za maombi. Mimi nataka niseme kila mmoja unayemsikia na kila mmoja unayemuona ni mtu anaweza kufanya vitu vikubwa kuliko alivyo. Ni mtu anaweza kufanya mambo ya kushangaza, lakini anahitaji muda tu. Bwana asifiwe. Na mimi nina moyo wa kuona mbali. Ninaona kuna mambo yatabadilishwa na watu wa Mungu kwenye kipindi tunachokiendea. Bwana asifiwe. Ninaona kuna mambo yatabadilishwa kuanzia hapa na kwenye taifa letu. Kuna mabadiliko makubwa ambayo Mungu anakwenda kuyafanya. Kitu tunachohitaji ni muda. Bwana asifiwe. Tuwe na muda wa kuingia mahali. Kuna mahali pana funguo, tunahitaji muda wa kuziendea. Biblia inasema mstari wa 17, ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake, akawapasha habari ya kina Hanania na Mishaeli na Azaria na wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku, basi Danieli akamhimidi Mungu wa mbinguni. Danieli akajibu akasema, mstari wa 20, na lihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, huuzulu wafalme na kuwamilikisha wafalme, huwapa hekima wenye hekima, huwapa ufahamu na maarifa. Lakini ukisoma mstari unaofuata, Mungu hufunua mafumbo ya siri, vitu vilivyofichika ambavyo mtu wa kawaida hawezi kuviona. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kilichotokea, alienda akatafuta wenzake, wakaingia kwenye maombi, wakamtafuta Bwana, na Bwana akafunua ile ndoto na akawapa mpaka maana yake. Na walipoenda mbele za mfalme, wakati waganga na wachawi wamenyamaza kimya, hawa watu wa Mungu hawa wakaanza kumweleza mfalme kwamba ndoto yako ilikuwa hivi na sababu au tafsiri yake ni hii. Wakamweleza pointi kwa pointi. Mfalme akashangaa kwamba hivi kumbe kuna watu ambao hawajulikani, hawana majina, lakini wana uwezo wa kufanya vitu vikubwa wanapomwita Mungu wao. Nataka nikuambie kuna nguvu katika maombi ambayo yana uwezo wa kufunua vitu ambavyo vimefichika.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni nini siri kubwa ya watu wa Agano la Kale? Unapolisoma Agano la Kale utagundua vitu fulani. Kwa wale wanaosoma Biblia, utaona kama vile Mungu alikuwa anatenda mambo makubwa sana zamani kuliko sasa. Ukisoma miujiza aliyofanya zamani, utaona kama alikuwa anafanya miujiza mikubwa na alikuwa anawatokea watu. Halafu unapojilinganisha unaona kama hakuna kinachotokea. Ni siri gani walikuwa wanaitumia hawa watu? Bwana Yesu asifiwe. Kuna siri gani iliyofichika? Jambo la kwanza kabisa, unaposoma juu ya wenzetu waliotangulia, jambo la kwanza au siri ya kwanza kabisa, walikuwa na ratiba ya maombi inayoeleweka. Kitu kinachoweza kufanya maombi yako yakajibiwa, yakawa na nguvu, ni kuwa na ratiba inayoeleweka. Watu wengi sana hatuna ratiba ya maombi inayoeleweka. Tunaomba pale tunapopata dharura. Tunaomba pale tunapopata misukosuko. Tunaomba pale tunapokutwa na jambo gumu, ndio tunapoomba. Wenzetu walikuwa na ratiba inayoeleweka. Ukisoma huyu Danieli huyu, Mungu alimtumia kwa mambo mengi sana. Kuna kipindi fulani aliwahi kutupwa kwenye shimo lililojaa simba. Na alipotupwa kule, maandiko yanasema wale simba hawakuweza kumla nyama. Lakini ukisoma ilikuwaje, Biblia inasema Danieli alikuwa ni mtu wa maombi, na maombi yake yalikuwa ni mara 3 kwa siku. Na nilikuwa najaribu kuchambua kwamba hivi Wayahudi, kwa nini Wayahudi walikuwa wanaweza kufanya vitu vikubwa? Nikagundua ratiba yao ilikuwa haibadiliki ya maombi. Wao walikuwa na ratiba ya kuomba mara 3 kwa siku. Na ratiba hii ndiyo alikuwa anaitumia hata Daudi. Na ukisoma habari za Daudi, ndio mfalme pekee alipigana vita karibu vyote akashinda. Na ndio mfalme pekee ambaye alikufa hana kovu lolote. Yaani hajajeruhiwa popote na vita vyote alivyopigana. Lakini ukisoma maandiko yanaonyesha Daudi alikuwa anaomba kila siku mara 3. Wewe unaomba kwa siku mara ngapi? Na ilikuwa ni tabia ya Wayahudi. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Danieli, ile sura ya 6 mstari wa 10, maandiko yanasema hata Danieli alipojua ya kuwa hati imetiwa sahihi, akaingia nyumbani kwake, na madirisha ya chumba chake yalikuwa wazi upande wa Yerusalemu. Akaingia akapiga magoti mara 3 kila siku. Danieli anapiga magoti mara 3 kila siku, akaomba, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyofanya hapo kwanza. Maana yake Danieli alikuwa na tatizo, alikuwa kumetangazwa amri ile ya ile amri ya kusujudia sanamu ya mfalme. Na ile amri ilikuwa ngumu kwamba mtu ambaye hata sujudia atauawa. Danieli akaenda kuomba, lakini anasema alipoomba aliomba kama alivyokuwa anafanya hapo kwanza. Maana yake haikuwa tabia ya kukurupuka kwa sababu amesikia kuna kitu cha kutisha, bali ilikuwa ni tabia yake ya kawaida. Kwa hiyo lilipotokea jambo, maandiko yanasema alifanya kama alivyokuwa anafanya mwanzo, kama alivyokuwa anafanya kwanza, kwa sababu kabla ya tatizo kutokea, Danieli alikuwa anaomba mara 3 kwa siku. Ilikuwa kuna sala ya asubuhi wanaita adhuhuri, alafu kuna mchana na kuna ya jioni. Hii ratiba ilifanya mambo yao mengi. Walipokuwa wanakutana na misukosuko, walipokuwa wanakutana na majaribu yalikuwa hawezi kuwatikisa. Walikuwa hawezi kukaa kwenye majaribu muda mrefu kwa sababu ya ratiba walizokuwa nazo. Mimi nataka wewe unayenisikia, hebu badilisha ratiba yako na kuisimamia. Tuko pamoja? Badilisha ratiba yako ulionayo na kuisimamia. Panga kwamba kwa siku nitakutana na Bwana angalau mara 3 kila siku. Nataka utengeneze kitu kinachokuletea mahusiano, ili wakati wa maombi makubwa isiwe kuanza kama vile mgeni kwa Mungu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa hiyo kitu cha kwanza, walijenga ratiba inayoeleweka Wayahudi ya kwenda mbele za Bwana kila siku, asubuhi, mchana na jioni. Whether umekuja kwenye ibada au hujaja, ikifika jioni, panga ratiba yako ya kuwa mbele za Bwana hata kwa muda mfupi, ili connection yako na Mungu isikatike. Tuko pamoja watumishi wa Mungu? Tunatengeneza mfumo wa kanisa ambalo lina upenyo rohoni, kanisa ambalo lina uwezo wa kukutana na Bwana wakati wa mahitaji.
Jambo la pili, walitumia sana neno la Mungu katika maombi. Walitumia neno la Mungu katika maombi. Walipokuwa wanaomba, walikuwa wanataja mambo Mungu aliyoahidi. Walikuwa wanamkumbusha Mungu ahadi kwamba Mungu ulisema, Mungu uliwafanyia hawa, kwa hiyo wewe ni Mungu unayeweza. Mungu uliwatokea hawa ukawatendea haya, kwa hiyo wewe ni Mungu unaweza kunitokea leo ukanitendea. Walikuwa wanatumia maandiko. Kwa hiyo walikuwa hawaombi kwa maneno tu, walikuwa wanaomba lakini wanatumia neno la Mungu. Hiyo ni principle ya pili. Ya kwanza, ratiba maalum. Ya pili, kutumia maandiko wakati wa maombi yako. Unanisikia mtumishi wa Mungu? Kuwa na ratiba maalum. Andaa neno utakalolitumia wakati utakapoenda kwenye hiyo ratiba. Ukifika pale, lisome hilo neno. Kama umelikariri kwenye maombi yale, liseme hilo neno. Biblia inasema neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena ni zaidi ya upanga unaokata kuwili. Kwa hiyo ina maana unatumia uhai wa neno kwenye maombi yako. Unafanya maombi yako yanakuwa na uhai, yanakuwa na nguvu. Ndivyo walichokuwa wanafanya wenzetu Wayahudi. Walikuwa wanatumia neno la Mungu wakati wa maombi yao. Siri nyingine waliokuwa wanatumia, walichanganya maombi na toba. Yaani walikuwa hawaombi tu, walikuwa wanatumia pia toba. Kwa mfano ukisoma Danieli 9 mstari wa 3 hadi wa 5, kulikuwa na maombi hapo, lakini haya maombi yalikuwa yana toba. Maandiko yanasema, nikamwelekeza Bwana Mungu wangu nimtafute kwa kusali na kuomba, pamoja na kufunga na kuvaa magunia na majivu. Nikaomba kwa Bwana Mungu wangu, nikakiri, nikasema, Bwana Mungu mkuu wa kuogofya, yeye ashikaye agano na rehema kwao wampendao na kuzishika amri zake, tumefanya dhambi. Mahali pa maombi ni pamoja na toba. Kama kuna jambo umekosea kwenye yale maombi, fanya toba. Wenzetu walifanya toba pia wakati wa maombi yao. Omba utakaso. Mwambie Mungu kama kuna jambo lolote ambalo adui analitumia kunishtaki ili mimi nikose kibali machoni pako. Damu yako ya thamani, maandiko yanasema damu ya Yesu inatusafisha na udhalimu wote. Naomba Bwana unisafishe na udhalimu wote. Naomba Bwana unitakase kwa damu yako. Anza, mwambie kwa toba ya kweli ya kutoka moyoni. Lakini namba 4, walifanya maombi ya kufunga. Ukisoma kitabu cha Ezra 8 mstari wa 23, maandiko yanasema, basi tukafunga na kumwomba Mungu wetu kwa ajili ya jambo hili, naye akatusikia. Kuna mahali ambapo itakupasa kufunga na kuomba. Kwa hiyo wao walitumia kanuni zote hizi, na ndio maana unamuona Danieli alifunga siku 21. Tena maombi ya siku 21 ya Danieli yalikuwa ni maombi ya kuombea taifa. Yaani sio kwamba anaombea familia, anaombea nchi. Siku 21. Na ukisoma maandiko yanasema toka ile siku ya kwanza tu alipoanza kuomba, Biblia inasema maneno yake yalisikiwa. Ukisoma kwenye maandiko. Kwa hiyo kiukweli maombi, Mungu anasikia maombi. Tatizo linalotokea, hatuna connection ya kudumu. Tunakuwa na vitu ambavyo tukianza tu kuingia rohoni tunakata mawasiliano. Tunaingia tena tunakata mawasiliano. Kila siku ni wapya kwa Mungu. Yaani kila ukifika mbele za Mungu unajitambulisha upya kama mtu ambaye sio mtu wa familia ya Mungu. Tunachotaka tukijenge hapa ni ule ushirika na Mungu endelevu. Namba 5, kuwa na moyo wa kuomba kwa ajili ya taifa. Walifanikiwa sana kwa sababu waliomba kwa ajili ya taifa. Sasa utasema, kwani kuomba kwa ajili ya taifa inahusiana na nini na maisha yangu? Nataka nikuambie, taifa linakuhusu mno. Taifa linapovurugika, amani inapoondoka kukachafuka, hata ibada unashindwa kwenda. Lakini usipoomba kwa ajili ya taifa, inawezekana hali ya nchi, uchumi ukashuka, ukaishi maisha ya taabu sana. Lakini usipoomba juu ya taifa, hata viongozi walioko madarakani watakosa hekima, watakosa busara za maamuzi, na matokeo yake ile kukosekana kwa busara na hekima
kutokea kule juu inashuka mpaka kwa mtu wa chini kabisa. Lakini hali ya hewa ya nchi, ukame, magonjwa, vita, hali tu ambayo haieleweki kwenye taifa, inahitaji watu wanaoomba kusimama na taifa kuomba. Namba 7 ndio ya mwisho, kudumu katika maombi bila kukata tamaa. Na maombi haya yako kwenye Zaburi 55 mstari wa 17. Zaburi 55 mstari wa 17 inasema hivi: jioni na asubuhi na adhuhuri nitalalamika na kuugua, naye atasikia sauti yangu. Ametaja mara ngapi hapo? Ametaja mara ngapi? Mara ngapi? Mara ngapi? Mara 3. Nani huyo anataja mara 3? Ni Mfalme Daudi. Mfalme Daudi nasema alimpiga Goliati. Hili jitu lilikuwa linazama kwenye maombi mara 3 kwa siku. Mfalme Daudi tunasema amepigana vita vingi akashinda. Alikuwa anapambana kwenye maombi mara 3 kwa siku. Alikuwa anajenga mahusiano. Lakini wengine ukisoma maandiko mengine alikuwa anaamka usiku. Anaamka usiku. Biblia inasema amka usiku kwa ajili ya watoto wako. Lia kwa ajili ya watoto wako. Wengine wanalalamika watoto wameharibika, unalala mpaka asubuhi. Shetani anawavuruga tu. Maisha ni vita mpendwa, yanahitaji maombi. Kijana, huwezi kuvuka kwenye upinzani ulioko dunia ya leo kama huna ushirika na Mungu. Hutaona kabisa dalili za mafanikio kwenye maisha yako. Utafanya vitu shetani atakiharibu, utatenda hiki atakiharibu, utajenga misingi itavurugwa. Lakini kama unaingia mbele za Bwana kila siku, unakuwa na ratiba ambayo haivurugwi, ratiba ya kila siku, unajenga ushirika na mahusiano na Mungu, utashangaa maisha yako hayawezi kuwa kama yalivyokuwa. Bwana atafanya njia mahali pasipokuwa na njia. Bwana atakutendea makuu kuliko unavyofikiri. Hiyo hali unayoiona haitaendelea kuwepo. Hebu kuanzia leo, hebu weka mkakati kwamba kuanzia leo napanga ratiba yangu sasa ambayo sitakubali kuivuruga mpaka uizoee. Mtazamaji, baada ya kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu, basi nipo na mtoto ambaye kwa siku ya leo ameweza kuongoza kipindi cha sifa na kuabudu, naye tukamsikiliza akielezea mawili matatu. Lakini baada ya kumsikiliza mtoto huyu, basi nitakwenda kuongea na baadhi ya waumini wa kanisa hili la TAG Shalom Christian Center, wakielezea ni kwa namna gani wameweza kupokea ibada hii ya siku ya leo, na wakielezea ni kwa namna gani wameweza kubarikiwa na ibada hii. Karibu sana. Mtoto, mambo? Poa. Unaitwa nani? Ivan Sango. Ni mwaka wangapi kuabudu katika kanisa hili la TAG Shalom Christian Center? Mwaka wa kwanza. Ivona, mara nyingi nimekuwa nikikuona kama ni kipindi cha mazoezi, huwa hata kama DJ hayupo umekuwa ukichukua mic na kuanza kuimbaimba, kurukaruka. Labda nikuulize, unapenda sana kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo? Ndio, napenda kumtumikia Mungu katika njia ya nyimbo. Nisipoimba kwa muda mrefu najisikia vibaya. Usipoimba kwa muda mrefu unajisikia vibaya? Ndio. Tumekuwa tukitazama waimbaji wengi wa nyimbo za Injili, wengine wanarusha nyimbo zao hata kupitia mitandao ya kijamii. Wewe unatamani kuwa kama nani? Boaz. Unatamani kama Boaz? Ndio. Kwa nini unatamani kuwa kama Boaz? Sababu nikiangalia nyimbo zao nasikia furaha, nasikia amani. Unasikia amani ukiangalia nyimbo zake, unasikia raha, unasikia furaha. Ndio. Siku ya leo umeweza kutuongozea kipindi cha sifa na kuabudu. Ambapo tumeshuhudia watu wengi wakijazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Baada ya kuongoza kipindi cha sifa na kuabudu na ukashuhudia kwamba watu wengi wanajazwa Roho Mtakatifu, ulijisikiaje? Nijisikia vizuri sana. Ulijisikia vizuri sana. Kuna watoto wanakufuatilia kupitia channel hii ya Shalom Summit TV. Unaweza kuambia nini kwa siku ya leo? Naweza kuambia kumtumikia Mungu kuna faida na kuna raha. Kumtumikia Mungu kuna faida na kuna raha. Kwa jina naitwa Yohana Paulo Mlingwa, ambaye nasali katika kanisa la TAG Shalom Christian Center. Kwa kweli kifupi, ibada leo ilikuwa ni ibada nzuri sana. Tumemwona Mungu kwa namna ya viwango vya juu sana. Tumejifunza kwa habari, mtumishi wa Mungu amefundisha kwa habari ya siri 7 za maombi.
Kwa kweli kiufupi nimejifunza kwamba katika maombi kuna siri kubwa sana katika maombi. Katika maombi kwamba tunaona Mungu huwa anajifunua sana. Tulimuona Mungu anajifunua kwa Danieli. Kwa hiyo katika ibada leo tumejifunza kitu ambacho ni cha msingi sana. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibada ya leo umeipokea vipi na unaweza kumzungumzia vipi mtumishi wa Mungu aliyetufundisha neno la Mungu kwa siku hii ya leo? Amina. Ibada ya leo nimeipokea vizuri sana. Nimehudumiwa kwa kweli kuanzia kipindi cha kwanza mpaka cha mwisho. Kwenye kipindi cha maombi tumemuona Mungu, tumemuona kwenye kipindi cha Sunday school, tumemuona kwenye sifa na kuabudu. Pia mtumishi alivyosimama ametuhudumia kwa namna ya pekee. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana. Amina sana. Tumekuwa tukisikiliza mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwa watumishi wa Mungu kutoka kanisa hili la TAG Shalom Christian Center. Tumekuwa tukijifunza semina mbalimbali, semina za ndoa, semina za vijana, lakini pia tumekuwa tukijifunza mikutano mbalimbali. Kwa upande wako unaweza kutoa ushuhuda gani wa maisha yako kabla haujaanza kusikiliza mafundisho ya watumishi wa Mungu na baada ya kuanza kupokea mafundisho haya ya neno la Mungu kutoka kwa watumishi wa Mungu kutoka kanisa hili la TAG Shalom Christian Center? Amina. Kwa kweli nina ushuhuda wa tofauti. Nilikuwa tofauti sana kabla ya kuabudu kwenye hili kanisa. Kwanza nilikuwa uwezo wa kuomba ni tofauti na sasa hivi. Pia namna ambavyo naweza nikamsikiliza Roho Mtakatifu, nikatembea na Roho Mtakatifu ni tofauti. Baada ya kuabudu kwenye hili kanisa tu kupitia mafundisho mbalimbali yanatolewa na watumishi wa Mungu, nimejikuta ile kiu ya kuomba inaongezeka, ile namna ya kusoma neno la Mungu inaongezeka, ile namna ya kuhudhuria kwenye ibada na kutembea na Roho Mtakatifu. Kwa kweli nimejikuta kuna mabadiliko makubwa sana kwenye maisha yangu ya kiroho. Amina sana, na tunakuombea Mungu aendelee kutenda katika maisha yako. Kuna watazamaji wanakutazama kupitia channel hii ya Shalom Summit TV. Ni neno gani unaweza kuambia kwa siku hii ya leo? Mimi naweza kuambia hivi, Shalom Christian Center ni mahali sahihi penye mafundisho sahihi kupitia watumishi wa Mungu sahihi. Kwa hiyo wakaribie mahali hapa waweze kuhudumiwa kiroho. Kama tulivyosikia kwa mtumishi wa Mungu kwamba watumishi wa Mungu kutoka kanisa hili wana vitu vizuri sana. Tunakualika sana wewe mtazamaji ambao unaendelea kutufuatilia kupitia channel hizo ya Shalom Summit TV uweze kufika katika kanisa letu, na kwa wewe ambaye upo mbali basi tunakusii sana uendelee kutufuatilia kupitia channel hizo ya Shalom Summit TV. Tunatumaini kwamba utaweza kupata vingi vizuri kutoka kwa watumishi wetu kutoka kanisa hili la TAG Shalom Christian Center, kwani tumekuwa tukishuhudia wengi sana ambao wamekuwa wakishuhudia kwamba maisha yao yamekuwa mazuri kupitia kututazama katika channel hii nzuri ya Shalom Summit TV. Tunakusii sana uendelee kutufuatilia na usiache kusubscribe, usiache kugusa alama ya kengele ili kila tukirusha video zetu basi wewe wa kwanza. Asante sana na Mungu wa mbinguni akubariki sana.